Mvutano kati ya mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda na mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo unazidi kuibua sura mpya kila kunapokuja. Na siku ya jana ilikuwa ni maadhimisho ya siku ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambao ulifanyika mwaka 1964 siku kama ya jana. Na katika siku hiyo Arusha walikuwa wakifanya maadhimisho na mgeni rasmi alikuwa ni naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Mashaka Biteko. Na pale mbele alipopanda wakati wa kuzungumza mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda aliweza kugusia kitu kimoja kati ya mengi aliweza kuyazungumza, na ndicho kitu ambacho kimekuwa kikijadiliwa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Aliweza kumsimamisha mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo, na moja ya kitu ambacho alikisema, alimpongeza kwanza, lakini akatoa sababu ya kwa nini amempongeza. Akasema ni kwamba alijua makosa aliyoyafanya na akaamua kuomba msamaha. Unakumbuka Mrisho Gambo katika siku kama kadhaa hapo nyuma alikuwa anavuta ni kuvute bungeni akiwa anatuhumu Wizara ya TAMISEMI juu ya baadhi ya ubadhirifu ambao yeye ana uhakika ulikuwa umefanyika katika maeneo fulani, hususan katika jimbo lake la Arusha katika ujenzi wa miundombinu kadhaa. Anahisi kuna baadhi ya maeneo kulikuwa kuna ubadhirifu. Mambo yakawa yameenda yamevutwa, yameingizwa. Spika wa bunge akamwagiza waziri wa TAMISEMI kuhakikisha kwamba anashughulikia swala hilo na anakuja na taarifa kamili juu ya swala hilo. Ilipoletwa taarifa ya kwanza, Mrisho Gambo aliikana, wakaenda ya pili ikakanwa, mpaka ikafikia wakati Mrisho Gambo akapelekwa katika kamati ya maadili, na mwisho wa siku Mrisho Gambo akaweza kuomba msamaha. Paul Christian Makonda akaweza kumshukuru, lakini akamtaka kwamba aweze kuwaomba msamaha watu ambao pengine kwa taarifa yake wangepelekea kupoteza kazi, pengine kwa maneno ambayo yeye alikuwa ameshaweza kuyatoa endapo bunge lisingekuwa na usahihi wa kufikiria na kuchuja mambo kwa mujibu wa Paul Makonda. Mrisho Gambo angepelekea watu wengi waweze kushushwa vyeo, pengine kufukuzwa kazi, na hicho kitu kikamfanya watu wengi waweze kushtuka. Mbona Paul Makonda amekuwa akimwakia sana hivi Mrisho Gambo? Mbona kila siku Paul Makonda amekuwa akimjia juu Mrisho Gambo? Kitu ambacho viongozi wengi hususan wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema amekuwa akikizungumza, ukianzia aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema amezungumza, bila kumsahau aliyekuwa mwenyekiti wa Bavicha Taifa John Pambalo ambaye hivi sasa ni mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, naye aliweza kuzungumza. Moja ya kitu ambacho ameweza kukizungumza, na mnukuu ameandika katika ukurasa wake wa X, anaandika na kusema kwamba ukisoma demeina ya Mrisho Gambo na gundua ana guilty conscious, ni kama jamaa wameshikilia password fulani hivi, hivyo wameamua kumblackmail. Sikushangazwa na building ya Makonda against Gambo, nimeshangazwa na ukimya wa mheshimiwa Doto Biteko. Naamini kama kiongozi mkuu hakupaswa kuruhusu mmoja wa walio chini yake akidhalilishwa kiasi kile, lakini pengine andiko lilikuwa linatimia, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Biblia haijawahi kudanganya. Hivyo ndio nimemnukuu John Pambalo akiwa anazungumza, yeye kama moja ya watu ambao wamekuwa ni wanasiasa hapa nchini Tanzania, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye ameitumikia Chadema kwa muda mrefu, lakini ni mfuatilizi na mwandishi wa masuala mengi yanayohusu masuala ya kijamii, bila kusahau masuala mbalimbali ya kisiasa. Lakini si yeye tu, hata makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche aliweza kuandika kwamba CCM wanatamani tuwe na jamii ya watu waoga kama Mrisho Gambo. Yaani mbunge unakuwa vile mbele ya wananchi unaowawakilisha, unawezaje kutetea watu wako kama wewe mwenyewe ni mwoga hivyo? Hovyo kabisa. Zamani nilikuona unapiga kifua kama DC na RC, kumbe ni kwa sababu tu polisi walikuwa nyuma yako. Yaani Mrisho anapigwa mkwara, anasimama kama mtoto wa shule ya msingi. Akaweka hivyo, lakini akatia alama ya kiulizo hapo na alama ya mshangao. Na si Heche peke yake, bila kumsahau Godbless Lema, yeye anaandika kwamba katika ukurasa wake wa X, na mnukuu anasema kwamba nafikiri unaonewa na kudhalilishwa kupita kiasi. Nafikiri hii sio sawasawa. Pengine unaweza kuwa unavuna ulichopanda kwa watu wengi sana ulipokuwa RC DC kila mahali ulikopita. Hata hivyo kuna kitu tunapaswa kujifunza kama binadamu, kwa kesho ni ya Mungu peke yake. Jipe moyo mkuu, vile vile usiwe mjinga kupitiliza. Kuna wakati najisikia vibaya kuona unavyopitia, kwani najua
nilivyokuwa najisikia siku zile nilipokuwa napita katika mateso na huzuni ulipokuwa RC hapa Arusha, ameweza kuandika God Bless Lema ambaye ni mjumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Na hii ni kutokana na mvutano ambao umekuwa ukiendelea siku baada ya siku, na kila siku naibua sura mpya kwa namna ambavyo Makonda amekuwa, unaweza kusema watoto wa mjini wanasema, anajichukulia pointi 3 mbele ya Mrisho Gambo. Mrisho Gambo amekuwa ni kama hawezi kuzungumza kitu, Makonda akiwa anasema jambo, Mrisho Gambo anakuwa ni mnyonge mara nyingi. Lakini hii imeweza kuchukuliwa na watu wengi, wameweza kuona kama Mrisho Gambo anakosea kwa sababu yeye anawakilisha wananchi na alipaswa kuwa na nguvu mbele ya wananchi wake. Unawezaje kuwatetea wananchi ambao mbele yao unajiona kama ni mtu usiye na hatia? Hii ni Mbayu TV, ni kusihi kama bado haujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Niite David Edward. Uwe na siku njema mtazamaji wetu.